Pia kutoka kwa Dr. Claudia kama ilivyo taratibu ya siku za Jumatatu, Jumatano pamoja na Ijumaa kama ya leo. Kabla hatuja kwenda kwenye burudani ya Ijumaa kama ilivyokuwa utaratibu. Na leo tumekwambia Dr. Claudia atazungumzia kuhusiana na homa wanazopata watoto ni wachanga. Wachanga tunaongelea chini ya miaka 5, under 5. Okay. Na maana ni homa za usiku zinazowapata watoto. Yaani magonjwa kwa ujumla tunasema kitaalamu febrile illness. Na maana ni magonjwa yanayosababishwa na homa. Kwa hiyo mara nyingi wazazi wanajua namna ya kutekea watoto wao. Na maana namna ya kuwasababisha wakae sawa pale ambapo usiku inatokea labda wamepata homa. Lakini hii ni kukumbushana kwamba njia sahihi ni zipi na vitu vya msingi ambavyo mzazi anatakiwa kuzingatiwa nyumbani. Kwa sababu mwisho wa siku homa za usiku zinakuwa zina sababu nyingi. Nyingi zinatokea kawaida kama maambukizi ya kawaida, lakini asilimia kubwa zinakuwa zina sababu. Na maana kuna ugonjwa nyuma yake ndio umepelekea mtoto unakuja kuona amepata homa. Kwa sababu mtoto haongei. Na maana tunaangalia zile sign. Na maana mtoto anapata homa, na maana itakuwa na dalili ya ugonjwa fulani. Inaweza ikawa malaria, inaweza ikawa pneumonia, inaweza ikawa sepsis, inaweza ikawa magonjwa mengi tu ambayo yanasababishwa na homa ikiwa juu. Sasa mzazi nini cha kufanya? Mtoto amechemka usiku. Cha kwanza kabisa ni kubadilisha hii notion, na maana mtazamo wa wazazi wengi. Kwa sababu wazazi wanapenda kujamulia mambo. Na maana mtoto akichemka wenyewe ndo anahisi ni wakati wa kumvalisha mzula, kofia, kumvalisha mablanketi, kwa sababu mtoto anaona anapata baridi. Kwa hiyo anahisi kwamba kama sisi watu wazima ambao tunavaga makoti, kama leo nimevaa koti naona baridi, lakini mwisho wa siku mtoto haitakiwi kuwa hivyo. Na maana unatakiwa cha kwanza kumexpose mtoto. Kumexpose maana yake na maana kumwachilia nguo za, yani kumfanya awe wazi. Na maana unampunguzia nguo. Kama alikuwa amevaa nguo za kubana unamtoa, kama sio kofia, sio mablanketi unazitoa. Hapo mtoto amefanyaje? Amechemka, amepata homa, badala ya kumfunika. Lakini baada ya kumexpose mtoto, unachotakiwa kukifanya unafanya sponging. Sponging na maana unatafuta kitambaa au nguo safi ambayo inakuwa ina unyevunyevu, ina maji, unakuwa unamsponge. So kumkanda ni kumsponge. Yani hiyo mamangu alitufanyia sana wakati niko mdogo mpaka nakumbuka. Yani zamani nadhani walikuwa wanaitumia zaidi kuwafanyia watoto. Yes. Mimi nakumbuka kabisa mamangu alikuwa anafanyia sana hizo sponging. Wazazi wengi miaka zamani walikuwa wakifanya. Kuliko sisi ambavyo tumefanya. Mimi sikumbuki kama nimewahi. Mimi nimefanyiwa. Ila mimi sikumbuki kama nimewahi kuwafanyia watoto wangu sponging. Kwa hiyo kama joto ni kali, mzazi anaanza kufanya hivi kichwani, anakufanya kwenye makwapa huku mgongoni, kifuani. Yes, kwenye kusisitiza ni kwamba tunafanya sponging, hatukandamiza. Yani kama unamkanda mtoto au mkandi, bali una sponge sana sana kwenye kipaji cha uso, kwenye shingo, kwenye makwapa kama ulivyosema, kwenye mgongo, ile kuhakikisha kwamba una cool, yani unapunguza ile homa na ile joto ambalo mtoto anakopo nalo. Baada ya kufanya hivyo, kama ni mtoto ambao, kwa sababu tunaongelea watoto ambao ni chini ya miaka 5, na maana under 5. Kama mtoto bado ananyonya, ina maana unamnyonyesha mtoto sana. Mnyonyeshe mtoto kupunguza dehydration. Na maana mtoto asije akaanza kudevelop usikupungukiwa maji mwilini kwa sababu ya ile homa na jasho linavyotoka. Kwa mwisho wa siku unamnyonyesha mtoto na utakuwa unamobserve mtoto. Yaani unamwangalia mtoto wakati unamnyonyesha. Ananyonya? Kwa sababu asiponyonya pia ni dalili nyingine ambayo unatakiwa iwe umecapture mapema, kwamba umeitambua hii ni dalili ambayo unatakiwa niifanyie kazi zaidi kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini ukiachana na hiyo, baada ya kumexpose, umemsponge, umemnyonyesha, baada ya hapo sasa nimekuja leo na kifaa maalum, si majirani wataona. Ndio nikamwambia anapenda kututishia na kujiamulia. Nimekuja nao maalum kwa sababu hii ni thermometer. Kipima joto ni kitu cha kawaida na sio bei, sio ni 3000, sio 5000. Ni kitu ambacho mtu yote mzazi anaweza kukiafford. Kwa hiyo nilikuwa nasema mzazi yote ambaye anajua na mtoto mchanga nyumbani lazima asikose hii thermometer. Kwa sababu mwisho wa siku unatakiwa unampima mtoto joto mara kwa mara. Kwa sababu kufanya tu hivi haitoshi. Yani mimi Claudia mamangu alikuwa mwaka wa mbele. Yani ndo nadhani alinifundisha matumizi yote. Sisi kwetu thermometer haijawahi kukosekana. Ukipata homa, mama anaanza kukupima mwenyewe na thermometer pale nyumbani. Yani ilikuwa ni kifaa ambacho ni muhimu. Yani kiko kama huduma ya kwanza pale nyumbani. Kwa yani wazazi wanaotutazama
hakikisha una thermometer. Yani kama joto la mtoto mchanga nyumbani, kuwa na thermometer kwa sababu itakusaidia kwa nampima mtoto joto mara kwa mara. Kwa hiyo unakuwa unajua na ina range 36.5 mpaka 37.5, hiyo ni normal. Kwa hiyo kisha imeanza kuzidi hapo, unajua kabisa mtoto joto limepanda na natakiwa nimfanyie huduma ya kwanza au nimpeleke kwenye kituo cha afya apatiwe matibabu. Kwa hilo ni la muhimu sana mzazi kuwa. Kwa kishamfanyia zile process ambazo tumeshazisema, hatua za muhimu, na unampima joto lake. Sasa baada ya hapo, wazazi wengi pia wanakuwa na zile emergency medicine kama zile Panadol, tunasema painkillers, au zile za kushusha homa Panadol tu, na sisi watu wengi wanazifahamu. Kwa mwisho wa siku sasa kwenye Panadol hapo pia wazazi wasijamulie mambo. Sababu unakuta mzazi hana elimu, anamkomeza mtoto kidonge kimoja kachanganya na maji mwenyewe kwenye kijiko kampa mtoto. Lakini mwisho wa siku haitaki kuwa hivyo. Unapohakikisha kama una dawa nyumbani yoyote, inaweza sio tu paracetamol. Wazazi siku hizo wana zile amoxicillin, sijui ana Panadol, ana vidawa vya nyumbani kwake ambao anapata. Ni jambo zuri, lakini hakikisha kabla hujampa mtoto unajua uzito wa mtoto, unajua umri wa mtoto wako vizuri, na umeelekezwa na mtaalamu. Na maana hizo dawa unazopewa unakuwa umeshajua kabisa kwamba huyu mtoto, kama unampa dawa ya maji, basi mpe dawa ya maji kwa kiwango fulani. Kuna zile namba zimechorwa pale 2.5, namba 5, 7.5, 10. Sasa wewe unajiamulia, unamkadiria, yani ni mzazi ambao una maarifa yako binafsi. Unamkadiria mtoto, hapa nimwekee nusu itamtosha. Hapana. Lazima uwe umepata instruction kutoka kwa daktari au mtaalamu kwamba kabla amekupa dawa amekwambia sasa utampa mtoto ana umri gani, ana uzito gani. Tunaulizoga maswali ili umpe dawa ambayo ni sahihi. Lakini cha kuzingatia sasa, wengi huwa tunakosea hapa. Tunapenda kusema kwamba ukiona dalili hizi ndo mkimbize hospitali. Mimi leo nakanusha, kwa sababu ukisema ukiona hizi dalili, mfano kama mtoto ameanza kupata degedege, sio ametaka kufanyaje, ina maana wewe inabidi umsubiri wa mtoto ukishaona na degedege ndo umpeleke hospitali. Si kweli, kwa sababu paka unamsubiri apate degedege ndo mkimbize hospitali, tayari unaanza kumsababisha mtoto yule anafika mara amepata cerebral palsy, sio amepata magonjwa mengine, complication nyingi zaidi. Kwa hatusubiri mpaka mtoto awe sijui amepata hizo sign au hizo complication tunaziona ndo tumkimbize hospitali. Hizi tunatoa huduma za kwanza ni kumsaidia tu mtoto kama awali. Na maana unamsaidia mapema tu. Umemwona mtoto wako homa imepanda, unamfanyia hizo tulizokusha kusema hizo hatua. Baada ya hapo unampima joto, kama joto liko juu au liko chini, unamkimbiza hospitali. Lakini usisubiri kupata zile sijui ndo kama vile degedege. Unaona mtoto kama hivyo, kama hanyonyi, nilitangulia kusema mbele, kama unamwangalia mtoto ananyonya au hanyonyi, amepata degedege, mtoto labda kama ndio hivyo anatapika tu, mtoto mara anakuwa na usingizi amelegea ambao hauelezeki. Yaani kuna zile dalili ambazo tunapendaga kuzisema kwamba ukishaona hizo dalili ndo mkimbize mtoto hospitali. Lakini hapana, hizi zinatakiwa kuonyesha kwamba ni complication, na maana madhara kama hautozingatia huyu mtoto kupatiwa matibabu mapema. Na kuna short term na long term. Short term ndo kama hizi nilizotangulia kusema, degedege, mtoto mara hali vizuri, mara usingizi ambao ueleweki, mtoto unaona kabisa anatapika hivyo. Lakini long term ndo kama hizo, unakuta mtoto ana develop labda hizo sijui cerebral palsy, na maana watu wanasema cerebral palsy ni utindo wa ubongo. Okay, yes. Kwa cerebral palsy unakuta mtu anapata meningitis au zile conversion, mtoto unakuta ndio kama hivyo nimesema, mtoto ana develop hayo hizo complication ambazo ni zaidi ya kile ambacho huenda ungemsaidia mapema akapata matibabu mapema, kabla ya kumngangania mtoto kwamba mimi ni mtaalamu, ni mzazi na watoto 5, nilishawazaa, nilifanyaga hivi. Lakini mambo yanabadilika, na hizi elimu tunazitoa ili kuepusha yale madhara na magonjwa ambayo yanakuja kujitokeza baadaye. Kwa cha msingi wazazi ni kuzingatia hizi hatua kama huduma ya kwanza, lakini sio kwamba ndo matibabu. Mwisho wa siku kufanya huduma ya kwanza, lakini mkimbize mtoto hospitali akafanyiwe matibabu. Na hapa ndo tunasisitiza umuhimu wa wazazi kunyonyesha watoto tena kwa wakati na kwa umri ule ambao wataalamu wa afya na unapokwenda kliniki unashauriwa. Kuna wasichana wengi sasa hivi wanapata watoto, lakini anakuambia mimi alikataa kunyonya, nikamwachisha nyonyo. Sasa utajua umuhimu wa mtoto kunyonya pale akiumwa. Yaani kiukweli kabisa mtoto akiwa anaumwa, akiwa mgonjwa na akiwa ananyonya, kuna nafuu kubwa sana inapatikana pale. Tofauti na mtoto ambaye hanyonyi. Na zile homa ambazo huwa zinazidi, ambazo zinaelekea mpaka mtoto anakuwa na kakamaa, ndo tunasema mtoto kapata degedege. Yana maana zile conversion, ameshaanza kupata zile conversion, na mara nyingi unakuta ndo kama nilivyosema ameshapita ile range ya kawaida, normal range. Ina maana ameshavuka zile 38 huko, wengine wamefika mpaka 40.
Kuna hatari kiasi gani cha kumchelewesha mtoto kupata matibabu? Ndio hiyo niliyotangulia kusema, labda tu nikazie kwamba mwisho wa siku unavyokuwa unamchelewesha mtoto, na maana ile joto kwanza inazidi kupanda. Nimesema joto unakuta, ili tuseme mtu labda huyu ana febrile hizi illness, labda anakuwa na joto la 38, ameshavuka ile nomo ya 37, si ndio? Lakini ameanza labda 38 point zinapanda. Sasa unapomchelewesha, na maana joto linazidi kupanda, na joto linavyozidi kupanda ndivyo complications zinavyozidi kuongezeka. Na maana mwisho wa siku ndo kama hivyo mtoto labda ndo anapata hizo kwa sababu unajua mwisho wa siku hii kupata homa inakuwa na sababu nyuma yake. Bora ushukuru Mungu labda tu awe na infection tu vya kawaida, lakini unakuta mtu labda amepata homa kwa sababu ya meningitis, sio amepata homa kwa sababu ya labda pneumonia kali, sepsis, amepata pneumonia kwa sababu ya malaria. Unajua malaria inavyozidi kuwa kali zinakuwa severe, malaria ambazo zinakuwa zina complications zake pia. Kwa mwisho wa siku kumchelewesha mtoto wako kwenda kupata matibabu kwa ajili ya utaalamu wako binafsi, ina maana unamweka mtoto katika riski ya kupata magonjwa mengine makubwa ambayo yangeweza kuepukika endapo tu ungezingatia kumpa huduma ya kwanza, lakini pia kumpatia matibabu mapema. Kwa sababu mwisho wa siku hatufanyi hizi huduma ya kwanza, tuelimishani hivi ili kushusha joto. Unajua watu wanajua tu mwenye homa kali anatakiwa kushusha joto. Hatufanyi hizi elimu au tufanyi hizi hatua kushusha tu joto, bali tunaokoa maisha ya mtoto na kumweka akiwa salama. Sawa. Kwa wale ambao watakuwa na maswali, wanatamani kujua zaidi kuhusiana na masuala ya afya, inawezekana kuna mtu ana mtoto mdogo, hii elimu kwake ni ngeni, na anatamani kujua zaidi, anakupataje dokta? Kiukweli napatikana kwenye social media, Instagram na TikTok, na ninafurahi kwa sababu majirani hizi elimu wanazidi kuzitafutia elimu zaidi kwa masuala ambayo nakopo nao, kwa sababu napokea DM nyingi, watu wananiuliza, hapa dokta uliongelea hichi kitu, pale sikuelewa vizuri, hapa inakuaje? Tunaelimishana, kwa sababu so hizi dakika ni chache kuongea kila kitu. Kwa mwisho wa siku naongea haraka ili vitu viende vyote, lakini mwisho wa siku kama una maswali napatikana Instagram Claudia.elo.tobias, ni jina hilo unalotumia Instagram, ni jina hilo unatumia TikTok, na ninafanya elimu, na unaweza kauliza swali lolote na nikakushauri. Na kama unahitaji home services kwa ajili ya nyumbani, kama unahitaji kufatwa kwa ajili ya matibabu, tunafanya hizo huduma pia. Jamani, hizo nukta ni nukta, ile alama ya nukta. Maana mtu anaweza kaandika Claudia nukta hapatikani, akaandika neno nukta, anaongeza tena nukta. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.